Mimi ni mchungaji Isaya Mzoro wa Kristo, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God linaloitwa Yordani Bondeni, liko jimbo la Ilala Mashariki, section ya Majohe, ndipo tulipo. Namshukuru Mungu kwamba leo mmetembelea. Leo tumekuwa na ibada nzuri sana ambayo ilikuwa na uwepo mzuri wa Mungu katika baada tu ya kipindi cha sifa, kitu ambacho tunakitamani sana kiendelee kutokea katika kipindi hiki tunachosema kwamba tunataka uamsho katika kanisa letu na katika kanisa la Mungu nchini na hata zaidi ya nchi yetu. Lakini mahubiri yetu ya leo yalikuwa yanahusu madhabahu, na tulikuwa tunazungumzia madhabahu 5 za Ibrahimu. Ibrahimu ni baba yetu wa imani na mambo mengi tunajifunza kwake. Tunapopata ufahamu wa madhabahu zake, ni kwa nini alijenga madhabahu, linatusaidia sisi wa Kristo kujua kwamba kumbe madhabahu si kama zile ambazo watu wengine wanazitangaza sasa hivi. Kuna watu ambao ukienda kwenye ibada zao wanakuambia toa sadaka ya kujiambatisha na madhabahu, fanya hiki, fanya kile. Madhabahu zao zina mambo mengine ambayo mara nyingi tunakuwa na wasiwasi nayo. Madhabahu ni kitu ambacho kilikuwepo tangu Ibrahimu alipoitwa na Mungu, ambaye ndiye tunayefuatilia maisha yake mpaka kwa Kristo. Na hizo madhabahu ziko 5, ingawa zilizotamkwa kwa jina madhabahu ni 4, lakini ziko 5 kwa sababu kuna ile moja ambayo alitoa sadaka kwa Melkizedeki wakati alipotoka kuwapiga wale wafalme 4 waliowashinda wafalme 5. Yaani yeye alikuwa na nguvu kuliko wafalme 5 waliopigwa na wale wafalme 4, akawashinda na akateka mali nyingi sana na mateka wengi. Sasa hao vyote alivyovipata akavitoa. Inaonyesha upendo wake kwa Mungu na jinsi ambavyo anataka kuwa na uhusiano bora na Mungu wakati huo. Ni kipindi kizuri sana cha kujifunza. Sasa washirika wetu tunataka wajue, waelewe, watambue kwamba yeye mwenyewe kama Mkristo anatakiwa kujenga madhabahu. Si haina maana kujenga madhabahu ya mawe, lakini awe na madhabahu, awe na ibada, awe mtu wa ibada, kwa sababu mwisho wa madhabahu zote za Ibrahimu zinalenga ibada. Kuwa na ibada, kuwa na mahusiano na Mungu. Mungu awe mtu wa karibu anayewasiliana naye wakati wote. Sio kwamba ni Mungu wa kukutana naye kanisani tu au kwenye nyumba ya ibada unayojua, lakini Mungu ni wakati wote. Nimeona umetamani watoto wabaki kwenye hili somo. Watoto wanapata nini, baba mchungaji? Watoto kama ambavyo mwili wake ulivyo, mtoto ni mtu mzima lakini mwenye umbo dogo au mdogo tu. Vitu hivyo wanatakiwa wajifunze, wajifahamu tangu mwanzo. Wasipojua maana ya madhabahu tangu utoto wao, ni rahisi kudanganywa wakati wakifika hapo katikati. Kwa hiyo lazima waeleshwe tangu mwanzo, na tunakuwa tukishasoma masomo kama haya ambayo nawafanya watoto washiriki ibada ya watu wazima, huwa tunapenda kuwafuatilia katika siku zinazofuata kwamba wao wameelewa nini, wanafanya nini. Je, wamekuwa watu wa maombi nyumbani? Je, wamekuwa na ibada nyumbani? Wanashirikije ibada za nyumbani? Mfano rahisi ni kwangu sasa hivi, naye mjukuu wangu nilimwonyesha pale katika wale niliowaita pale. Yeye sasa hivi ndio yuko darasa la 1, lakini yeye yule binti sasa hivi anaweza kusoma Biblia na anatamani asome Biblia kila siku tukiwa kwenye ibada za nyumbani. Unasoma andiko, unatamka andiko, anatafuta mwenyewe kitabu gani, mstari gani na usome kwa ajili ya ibada hiyo. Mtoto wa darasa la 1. Ni kitu ambacho tunajivunia pia. Kwa hiyo ndicho tunachotaka tukione. Kizazi cha sasa kimjue Mungu tangu chini kwenda juu. Nini wito wako kwa jamii kwa ujumla, hususan ya Wakristo? Wakristo wanatakiwa kuwafundisha watoto wao kumjua Mungu wao wanayemwamini. Ni jambo linatisha na ninalikemea hapa kanisani sana, kwamba sisi badala ya kuamsha watoto usiku tuombe nao au alfajiri tuombe nao, ndio tunawafunika blanketi walale. Hilo ni kosa kubwa sana, halitakiwi kutendeka. Au Jumapili mtoto anatakiwa anataka kumwamsha mtoto saa 1 asubuhi. Lazima ajue siku ya ibada ni siku ya heshima sana kwenda mbele za Mungu.
Kwa hiyo mtoto ajiandae mapema, anajiandaa mapema na anakwenda kanisani mapema, sio mtu wa kuchelewa, awe mtu wa kuwahi, kwa sababu ibada ni jambo la maana sana. Mahusiano binafsi na Mungu ndio kitu ambacho tunataka kujenga katika mambo yetu. Baba mchungaji, umeelezea kuhusu madhabahu na pia na ibada, na tunatambua kwamba Wakristo wengi wanafahamu, lakini tunadhani hata wachawi, washirikina wana ibada pia. Washirikina wana uchawi, wana madhabahu. Wachawi wana madhabahu yao, wanazo madhabahu na wanatoa sadaka nzito sana. Wanatoa sadaka, kafara ni sadaka, na huwezi kuwa mchawi bila kutoa sadaka. Huwezi kutoa sadaka, na sadaka yenyewe inadai damu na damu ya mtu. Kwa hiyo hizo ni za wachawi. Lakini kwa waganga pia, mtu anayekwenda kwa waganga akifika pale kwa mganga, kabla hajazungumza na mganga, anaambiwa toa kwanza kitu kwenye kikapu cha wazee. Ile ni madhabahu na unajiunganisha nayo. Na ndio maana nasema hao watu wanaosema toa sadaka kujiunga na madhabahu ni tofauti na madhabahu zetu, kwa sababu sisi tunaungwa na madhabahu tunapokufa na kufufuka pamoja na Kristo katika wokovu wetu, sio kwa kutoa sadaka kwenye chombo ambayo ni pesa. Hapana, hiyo ni kinyume na utaratibu wa kweli wa neno la Mungu. Sasa inakoje baadhi ya Wakristo au baadhi ya jamii ambayo anatii sana kwenye ushirikina na uganga kuliko madhabahu ya Mungu ambayo umeeleza leo, kutoka madhabahu ya Mungu ambayo yameletwa na Mungu? Lakini leo hii hakuna baadhi ya jamii, hata Wakristo, wanatii sana madhabahu ambayo sio sahihi mbele za Mungu. Tatizo kubwa ni wanafunzi. Sasa hivi kumekuwa na upungufu mkubwa wa somo la wanafunzi katika makanisa. Kumfundisha mtu awe mwanafunzi kamili wa Yesu, sio mwanafunzi wa mchungaji, mwanafunzi wa Yesu ambaye anafanya hayo mambo na kuwafikia wenye dhambi. Sasa kitu kilichopungua sana, kinachofisha wanafunzi ni toba, kwa sababu toba ndio inamfanya mtu azaliwe mara ya pili. Ukishazaliwa mara ya pili unatengenezwa ili kuwa mwanafunzi wa Yesu. Yesu aliagizaje? Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Sasa hapo inabidi urudi nyuma useme Yesu alifundisha yote yepi, ili hayo ndiyo uyapeleke kwa wengine. Watu hasa katika makanisa, watu wanaookoka sasa hivi wanakosa madarasa ya wanafunzi, kufanya wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo. Hilo ndio tatizo. Na hao watu badala ya kufanya wanafunzi wa Yesu wanageuka kuwa washirikina. Njoo huku kuna miujiza, njoo huku kuna ndawa za upako, lakini kumbe wanatakiwa watulie, wajenge madhabahu yao ndani kwake yeye mwenyewe, kwa sababu yeye akishaokoka anakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akae ndani yake, na kama Roho Mtakatifu uko ndani, kutakuwa na madhabahu. Huyu mtu atakuwa na ibada binafsi, na baada ya hapo atakuwa na ibada ya pamoja. Ibada ya pamoja inaanzia nyumbani, kuna ibada ya nyumbani, ya pili inakuwa ibada ya kanisani, na ya tatu inakuwa ni ibada ya pamoja. Hata sasa hivi nikisema makanisa ya Tanzania Assemblies of God au makanisa ya Kipentekoste tunaposhiriki pamoja, ile pia ni ibada. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo watu wanapotea.